Bwana sawa, kama tulivyokuambia hii ni nyumba ya wageni na tayari tupo na mgeni mwingine kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye na tupo sawa kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Mambo vipi? Poa, mambo. Ashwari, hapo sawa. Kuna mgeni wa nguvu. Hiyo ndo napenda sasa. Karibu sana kwenye Good Morning Tanzania. Asante sana. Labda kwa niaba ya Tanzania wakujua unaitwa nani na unatoka wapi? Asante ndugu mtangazaji. Jina langu ni Anne Mshana. Ni afisa uhusiano na mawasiliano kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira ya Jiji la Arusha. Na leo nipo Radio 5 kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira ya Jiji la Arusha, Engineer Idi Yazidi Msuya. Karibu sana. Asante. Leo tunazungumzia ushirika wa jamii katika kutunza miundombinu ya maji. Sawa. Kwa nini madai ni muhimu kwa wananchi wa Arusha kwa sasa? Asante ndugu mtangazaji. Kwa swali zuri, na kabla ya kulijibu naomba ningetoa historia kidogo ka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha, kwamba ndio mamlaka iliyopewa jukumu la kuzalisha, kusambaza maji na kutoa huduma ya maji taka kwa wakazi wa Jiji la Arusha, ikiwa chini ya Wizara ya Maji. Lakini katika uongozi wake kuna bodi ya wakurugenzi wa Mamlaka ya Maji Arusha, na kuna mkurugenzi ambaye sasa ndo Manager Director Engineer Idi Yazidi Msuya, ambaye yeye ndo yuko pamoja na management yake na watumishi wa Mamlaka ya Maji Arusha kuhakikisha wanatoa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi wa Jiji la Arusha na maeneo ambayo Mamlaka ya Maji Arusha wanayahudumia. Mamlaka ya Maji Arusha inahudumia wateja wake katika mgawanyiko wa kanda. Tuna ofisi ya kanda iloko Mureti, barabara ya Nadosoito. Tuna ofisi ya kanda iloko Mushono, karibu na zahanati ya Mushono. Tuna ofisi nyingine ya kanda ambayo iko Safari City kule Mateves kwenye Afcon kwenyewe. Na ile ndo ofisi kuu ya Mamlaka ya Maji Arusha kule ndo HQ. Jengo kubwa zuri kabisa. Wananchi wanaohudumiwa na kata ni kata ya Olasiti, Matevesi, Kisongo, kuna maeneo ya Ngaramtoni ya chini, ndo watu wanaohudumiwa na ofisi ya Safari City ambao ndo ofisi kubwa ya Mamlaka ya Maji Arusha. Lakini tuna ofisi pia ya kanda hapa mjini kati Moivo, ambao wanahudumiwa watu wa Ngarenaro, Levolosi, Sanawari, Sekei, maeneo ya mjini kati yote kwa ujumla wanahudumiwa na hiyo ofisi ambayo ni kanda ya kati au tunaita Moivo. Lakini pia tuna ofisi ya kanda iloko Longido, Namanga, Munduli, yote ni maeneo ambayo Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira Jiji la Arusha inayahudumia. Tujikite moja kwa moja katika mada. Na vipi hii ofisi iliyoko chini ya mlima hapa kwetu Temi? Ni ofisi ya kanda ya Lemara. Ambayo sasa inakuja paka Radio 5 hapa. Ile ndio ofisi hiyo ndo ya kwenu. Kwa ina maana Engutoto, Lemara yote, Daraja 2 yote, Osunya yote, Sinoni yote, Sokoni 1 yote inaangukia, na maeneo ya Oloreni inaangukia katika ofisi hiyo ya Lemara ambayo tunasema ni ofisi ya kanda ya Lemara. Kwa hiyo wateja wanapaswa kuhudumiwa na kanda. Na kanda. Kwa hiyo mimi siwezi kutoka hapa Temi nikaenda labda Muriet kule au nikaenda Sekei. Napaswa niende kwenye kanda yangu. Unapaswa kwenda katika kanda yako husika. Lakini unaweza kuwa una uhitaji, tuna namba yetu ya huduma kwa mteja, kwamba kabla hujafika ofisini kuna changamoto ambazo tunaweza tukazitatua online kupitia namba yetu ya huduma kwa mteja. Labda unataka kujua salio lako, hata kutoa taarifa. Yaani namba ya huduma kwa mteja ndio mawasiliano ya kwanza ya kuwasiliana na mteja wetu. Kama kuna changamoto yoyote. Ina maana kama mteja ameona kuna uhitaji wa kufika katika ofisi, ndo sasa mamlaka tunasema accessibility. Tumeweka ofisi za kanda karibu na manyumba ya wateja wetu ili kuwa rahisi. Kuna mtu mwingine kumtoa Nadosoito kumpeleka mjini ni changamoto. Kuna mwingine kumtoa Mateves kumpeleka mjini ni changamoto. Kwa ndio maana tumegawanya ofisi zetu katika kanda ili tuweze kuwafikia wananchi na kuwapatia huduma bora kwa wakati. Imekaa vizuri sana na ufafanuzi ni mkubwa na tumeuelewa. Aya, turudi hapa. Kwa nini ni muhimu kwa kila mwananchi kuitunza miundombinu hiyo? Asante ndugu mtangazaji. Naomba nielezee kidogo miundombinu ya maji ni kitu gani ili wananchi wetu wajue kwamba kwa nini tunatunza. Miundombinu ya maji ni vile vifaa vyote na taratibu zote ambazo mamlaka inazitumia kuanzia kwenye kuzalisha maji mpaka maji kumfikia wananchi.
naposema kuzalisha maji kule ambapo ndo tumesema hichi ndo chanzo chetu cha maji. Ndio. Kwa muundombinu wa kwanza ni kile chanzo, utunzaji wa chanzo, kutokufanya shughuli labda zile za kibinadamu, kujenga, kulima, kufanya umwagiliaji kupitia chanzo cha maji. Tayari chanzo cha maji chenyewe ule ni muundombinu wa maji wa kwanza. Tunakuja kwenye miundombinu mingine, matenki ambayo ndo yanakusanya maji kutoka kwenye chanzo. Inawezekana ni kisima kirefu, inawezekana ni chemchemu, au inawezekana ni nduruma. Kwa sababu mamlaka ya maji ya Arusha tunawahudumia wananchi wetu ambao ni mwataja katika kanda tofauti tofauti kwenye vyanzo vya visima virefu, tuna chemchemu na tuna mto Nduruma. Lakini 75% ya uzalishaji, yani vyanzo vyetu, ni visima virefu. Okay. Sasa tunaposema miundombinu ya maji ni kitu gani? Ni pamoja na kile chanzo. Matenki ya kukusanya maji kutoka kwenye chanzo. Mabomba makubwa ambayo yanatoa maji kuweka kwenye laini ndogo mpaka laini ya huduma kwa mteja. Na vile viungio vyake. Ina maana tunasemea zile valvu, maji ili yafike kunakuwa na mabomba makubwa. Sure. Kuunganisha bomba hili kutoka kwenye bomba hili lazima uwe na kiungio mpaka kwenye dira ya mteja, pale ambapo mteja anapata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo tunavyoona ile mita tunazita dira, tunapoona zile chemba ambazo ndani yake kuna zile dira, tunapoona mifuniko ya zile chemba za maji taka, yote hiyo ni miundombinu ya kuboresha upatikanaji wa huduma maji safi na usafi wa mazingira kwa wakazi wa jiji la Arusha. Sasa kwa nini tunajikita kwenye kusema ushirikishwaji wa jamii katika kutunza miundombinu ya maji? Kuna umuhimu gani? Serikali jukumu lake kubwa kupitia Wizara ya Maji ni kuhakikisha kwamba mwananchi anapata huduma ya maji. Sure. Kwa kumsogezea huduma karibu. Kwa mfano maji umeomba huduma ya maji uko ndani ya mita 60. Ina maana kuwa ndani ya mita 60 ili uweze kupatiwa huduma ya maji, kuna kitu ambacho serikali ilikifanya. Uzalishaji ndio vyanzo vya maji. Ukusanyaji, kuyatunza yale maji, afu kuyasafirisha mpaka yakufikie. Ndio tunasema kuna pipes and fittings. Mabomba makubwa na vile vifaa viungio vya kuweza kufikisha huduma ya maji. Vyote vinafanyika katika jamii. Yani mimi naweza nikawa ninakaa Moshono au Njiro, lakini chanzo ninachokitumia labda ni Ilikidinga. Umeona? Mimi naweza kaa ninakaa Murieti, lakini chanzo ninachokitumia labda ni visima vilivyoko Ngaramtoni. Sasa jamii ndio iloko na vyanzo, jamii ndio iloko na miundombinu yote ya nini? Ya maji. Sasa kwa sababu jamii ndio ipo na miundombinu yote ya maji, ni lazima jamii ishiriki katika kutunza miundombinu ya maji, kwa sababu ipo kule ambapo ndipo jamii ipo. Jukumu la serikali ni kutuletea sisi hapa, lakini kukifanya kile kitu kiwe endelevu, tunasema sustainability, inakuwa ni ushirikishwaji wa jamii. Na ndio maana katika mada ya leo wanaotusikiliza wateja wetu, ili tuweze kuleta huduma endelevu, ni lazima jamii ishiriki katika kutunza miundombinu ya maji. Kwa nini mada imekuwa ni ya moto hapa Radio 5? Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya jiji la Arusha inakutana na changamoto kubwa ya uharibifu wa miundombinu ya maji, ambayo inaipelekea jamii kutokupata huduma ya maji kwa wakati, kuleta migogoro na wateja, na kuharibu picha au taswira nzima ya mamlaka ya maji Arusha. Kile ambacho maji yamefika nyumbani kwa mtu, labda nyumbani kwangu, zile koki, bomba za kusambaza katika nyumba yangu, hazihusiki na hiki ambacho tunakizungumzia? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri ambalo litatupelekea kufafanua. Tunaposema miundombinu ya maji, kuna mbele ya mita na nyuma ya mita. Safi. Yote ni miundombinu ya maji. Na yote inapaswa kutunzwa. Na yote jamii inapaswa kushiriki. Haya yote ninayokuambia, kuanzia uzalishaji, kuweka kwenye mabomba makubwa, kuwa na viungio, mpaka kufikia tunazita laini za huduma kwa mteja, alafu maji yaelekee nyumbani kwako, ndo tunasema sasa mbele ya mita. Ina maana tukisema mita yetu iko hapa, kule mbele mbele ni upande wa mteja. Utunzaji
wa nyuma ya mita ni jukumu letu sisi sote na unatuhusu pande zote mbili. Kwa mfano maji yanamwagika, wateja wanapiga simu, tunawapongeza wateja wetu kwamba kuna mvujo, maji yanapotea, si ndio? Lakini tuna mbele ya mita ambao ni jukumu la mteja kukagua muundombinu wake mbele ya mita ili usije kutokea mvujo ukapelekea madhara yeye kupata bili kubwa na kushindwa kuilipa. Kwa hiyo tunaposemea miundombinu ya maji ni pande zote mbili, mbele ya mita na nyuma ya mita. Nyuma ya mita hasara inakuwa kwa serikali, kwa mamlaka ya maji Arusha, ambayo inaweza ikaiathiri mamlaka ya maji Arusha, alafu mamlaka ya maji Arusha ikashindwa kutimiza sasa ile jukumu lake na kupelekea kumwathiri kila mmoja wetu kwa wakati wake. Lakini inapokuwa mbele ya mita inamwathiri mteja moja kwa moja. Kwa ni jukumu la mteja kukagua mvujo mbele ya mita yake, lakini ni jukumu pia la mteja kushiriki kwa pamoja katika kulinda na kutunza, yani kutoa taarifa unapoona kuna viashiria labda vya wizi wa maji, unaona jirani yangu kuna mivujo, lakini kuona tu mbona vijana wamekaa hapa kwenye hizi mita, kwa sababu ikitokea labda mita, kwa mfano unatolea tu mfano huko Matevis, kuna sehemu mtu ameondoka na ile chuma, kaacha maji yanapotea. Kwa kitendo cha yale maji kumwagika, kuna maji hayawafikii watu. Kwa maji yasipowafikia watu, tayari inaleta migogoro baina ya mamlaka ya maji Arusha na wateja. Nimeipenda sana na hongera sana kwa ufafanuzi mzuri sana ambao unakuwa unawatoa. Lakini mara kadhaa tunaona watu wakijenga na sometimes wanakata ile miundombinu ya maji. Labda kuna utaratibu kabla na baada ya tukio, labda kabla ya kujenga, nini anapaswa kujua kwamba labda hapa chini kuna miundombinu ya maji ambayo imepita? Asante ndugu mtangazaji kwa swali nzuri. Mamlaka ya maji Arusha pale ambapo wanatoa huduma ya maunganisho ya maji huwa wanafanya shirikishi. Shirikishi ni kumwelekeza mteja kuchimba futi 5. Yaani ukisimama ifike kwenye goti ili bomba liweze kupita, liwe chini kuzuia lile bomba lako kuathirika. Huwa mamlaka ya maji inatoa elimu ya namna ya kufanya ulinzi wa miundombinu ya maji, wakati huo huo mteja akiwa sasa ndo anaenda kuunganishiwa huduma ya maji. Kwa hiyo wateja pale ambapo wanaipata ile elimu pale awali na kuizingatia, basi inapelekea wao kutoathiri miundombinu ya maji. Lakini ikitokea mtu anafanya ujenzi na anajua bomba la jirani yangu au bomba la mamlaka ya maji limepita hapa, huwa wanatakiwa kushirikisha mamlaka ya maji Arusha ili kuepusha upotevu wa maji. Anaweza akagharamika yeye katika kuhakikisha kwamba bomba linakuwa katika sehemu salama, lakini chini ya uangalizi wa mamlaka ya maji Arusha. Ina maana fundi wetu awepo eneo husika ili kuhakikisha kwamba katika zoezi la ujenzi hakuna maji yatakayopotea. Jamii ina nafasi gani sasa katika kuhakikisha miundombinu ya maji inalindwa na kudumu kwa muda mrefu? Asante sana ndugu mtangazaji. Jamii ina mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba huduma ya maji inakuwa ni endelevu. Cha kwanza kabisa ni kushiriki, tunasema katika ulinzi shirikishi. Mimi ninachofurahi ni kwamba sisi sote tunatokea katika kata, tunatokea katika mitaa, tunakuwa na mikutano ya mitaa, tunakuwa na mikutano ya kata, mikutano mikubwa ya wananchi, na inakuwa imejikita katika maendeleo ya kata husika, ikiwa inaongozwa na viongozi wetu wa kata na viongozi wetu wa, tunasema wenye viti wetu, madiwani wetu, watendaji wetu wa kata na watendaji wetu wa mitaa. Na mnapokuwa katika jamii huwa mnachakata changamoto mnazokutana nazo. Na ninatamani jamii ya wakazi wa jiji la Arusha tunavyoshiriki katika ulinzi shirikishi, uharibifu wa miundombinu wa maji, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa, tuliangalie kwa upana. Ndio. Yaani tulichukulie kwa uzito kwamba ni changamoto ambayo tayari imeshakuja katika mitaa yetu, katika kata zetu. Tusione kwamba utunzaji wa miundombinu ya maji hili ni jukumu la mamlaka ya maji Arusha. Hapana. Kwa sababu miundombinu ipo katika jamii yetu. Si yani mabomba yako barabarani, mita zimewekwa barabarani, mita zimewekwa majumbani kwetu. Sisi sote kwa pamoja tuchukulie kwamba
hii ni changamoto ambayo imetokea katika jamii yetu na tunatakiwa tukae chini tuichakate wote kwa pamoja. Kwa hiyo ushirikishwaji wao unaweza kuwa umejikita katika kuchakata changamoto hiyo, kama ni kitu changamoto kubwa katika mtaa husika au katika kata husika. Alafu wote kwa pamoja kuipatia suluhisho, kujua kwamba katika mtaa wetu tunaumwa kitu fulani. Ushirikishwaji participatory, anasema tunakaa tuna ranki zile changamoto zetu kwamba hipi ni kubwa na tuipe uzito gani. Natamani jamii ijue kwamba changamoto ya uharibifu wa miundombinu ya maji inafanyika katika jamii yetu. Yaani tukubali kwamba kwanza hii ni changamoto ipo katika jamii yetu. Ni nani anafanya? Ni kitu gani kifanyike? Tuchakate sisi sote kwa pamoja. Kwa nilitamani jamii ishiriki katika vikao, ifanye katika ulinzi shirikishi. Sisi sote kwa pamoja tushirikiane na mamlaka ya maji ya Arusha kukamata wanaohusika na hizo changamoto. Mimi najua wakikamatwa watu 2 watatu, au wakaja mtu na ushahidi akasema anajua sehemu ambayo labda hivi vyuma vinaenda, alafu hatua kali za kisheria zikachukuliwa kushirikiana na mamlaka ya maji ya Arusha, vyombo vya kisheria. Tunashukuru Mungu tunapata support kubwa kutoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Changamoto inapojitokeza wanatupa msaada mkubwa sana. Tukatatua wote kwa pamoja kuanzia ngazi ya chini kabisa ya kijamii mpaka juu. Nina imani kwamba hii changamoto itatatuliwa. Sawa, kuna swali hapa kwa msikilizaji. Anauliza nini kinapelekea kuwa unakuta maji hayatoki lakini bili inakuja? Je, ni mimi kuacha bomba wazi au ni nini kinatokea? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Kwenye swala la bili kuwa kubwa, tofauti na mteja ambavyo yeye mwenyewe alitegemea. Unajua kuna matumizi ya maji, alafu kuna mategemeo ambayo mteja yeye anategemea na uhalisia. Bili ya maji kuwa kubwa inakuwa na sababu nyingi tofauti. Kuna mteja mwingine bili yake kuwa kubwa ni matumizi yake ya pale nyumbani kwake, lakini kuna mwingine amepata mvujo wa mbele ya mitaa yake, au kuna mwingine kuna changamoto ya kiufundi. Yote hayo yanafanyaje? Yanawezekana yakatokea. Lakini kuzuia hiyo, mamlaka ya maji Arusha imefanyaje? Huwa tunatoa elimu kwenye mkutano, namwambia mteja, endapo bili yako ya mwezi labda wa kwanza imekuja labda umetumia uniti 5, mwezi wa pili umetumia uniti 8, mwezi wa tatu ukatumia uniti 15, alafu mwezi unaofuatia ukapata uniti 40 au 30, kuna kiashiria kwamba ukiangalia miezi mitatu nyuma, operation ilikuwa sawa, yani average, ule tunasema uwiano ulikuwa unaenda vizuri. Lakini katika meseji yako ya usomaji ulioipata, kwa sababu tunafanya usomaji alafu ndo tunabili, tarehe 1 mpaka 20 tunafanya usomaji, alafu tarehe 30 au 31 tunabili. Ina maana usomaji unatoka kutoka kwenye ule usomaji unaenda kwa sasa ndo fedha unatakiwa ulipie. Kwa ukipata ile message ikakuonesha kiashiria kwamba ukiangalia miezi mitatu au minne ulikuwa unaenda kawaida, alafu mwezi wa 5 bili imeshoot, inabidi sasa tukupe ushirikiano na wewe uripoti ili tukupatie fundi, tushiriki wote kwa pamoja kuangalia changamoto ni kitu gani kabla hatuja bill. Kwa hiyo mawasiliano ambayo tunayafanya kabla hatujafanyaje, hatuja bill, tunakutumia message. Kwa mteja ameuliza, unakuta hujatumia maji lakini bili yako inafanyaje? Inakuwa kubwa. Hayo ni mtazamo wa mteja. Lakini mamlaka ya maji ya Arusha wao, kadri unavyotumia ndivyo dira ya maji inavyofanyaje? Inasoma. Kufika nyumbani kukadiria matumizi yako, utakadiria matumizi yako kutokana na usomaji wako. Usomaji wa dira ndio utakwambia kwamba wewe unatumia maji kiasi gani. Lakini wewe mwenyewe binafsi kujua kwamba leo nimechota ndoo ya kwanza au leo nimejeza sim tanki la kwanza, maji yakafunguliwa bombani, watu yakatumia, yakasaiko yakaingia tena, kucount kwamba nimetumia labda unit ya kwanza, ya pili, ya tatu, akati ni matumizi yetu ya kila siku, huwa ni ngumu kupata jibu ambalo ni kamili. Hata wewe mwenyewe ukisema kwamba hebu ngoja nijaze tanki litafunguliwa nyumbani, wewe huna taarifa, watu watatumia maji nyumbani, wewe huna taarifa, bili itakuja tofauti. Lakini kinachopelekea bili kushoot
yani kuwa kubwa ukifananisha na matumizi yako mengine, huwa kuna changamoto hizo za mivujo. Na ndio maana tunatoa elimu kwa wateja kukagua miundombinu ya maji ya mbele ya mita. Unakuta tumefanya plumbing, wanasema kujiwekea maji paka ndani. Lakini kwa wale ambao hawana maji ndani, unakuta ni matumizi. Jamani, mimi huwa tunatoa huduma ya maji kwa watu wa aina zote, paka wa kipato cha chini. Huwa napenda kuwapa elimu, nawaambia ukiwa una maji na ukiwa unayo maji ni vitu viwili tofauti. Ukiwa unajua natembea umbali fulani kwenda kuchota maji na kuingiza ndani, utayatumia vizuri tu kwa sababu unajua nayapata mbali. Lakini bomba likiwa liko hapo nje, unaweza ukaachia bomba, maji yanafanyaje? Yanatoka, ndoo imejaa, bado maji yanafanyaje? Yanamwagika. Tayari inasema kila tone la maji linahesabu. Every drop counts. Kwa hiyo wewe unakuwa hujui, lakini matumizi yetu. Kwa hiyo ili uweze kujua kwamba changamoto ni nini, ni vyema ufike ofisi ya mamlaka ya maji ya Arusha. Unapopata tu message ikakupa kiashiria kwamba huu usomaji sio sawa, nikijiangalia miezi yote huku nyuma wanavonisomea na huu usomaji wa mwezi huu ni tofauti, basi ndio maana tunasema tumeleta ofisi za kanda karibu ili tuweze kutatua changamoto kama hizo. Kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na swala la upepo, yani kwamba hakuna maji ukifungulia kwamba mita itazunguka? Kitaalam tunaposema kwamba utaalamu huwa sisi ili maji yaweze kukufikia, nimetaja kuna viungio. Kuna viungio ambavyo vinawekwa, hizo air valve vinawekwa kwa ajili hayo mabomba paka mwisho. Tunasema end user, yule mteja ambaye ndo anataka kupata huduma ya maji asipate huo upepo. Kwa hiyo hakuna changamoto ambayo itapelekea upepo utoke kwenye bomba la mteja lipelekee paka mita yake kufanyaje? Kuzunguka. Ila huwa tunatoa elimu kwa wateja wetu kwamba kuwa kwenye sehemu ambayo ni salama, kwa sababu ili maji yaweze kumfikia mwananchi, tunasema hivi ni technically, kiufundi ni mambo ya kiufundi. Kwenye uzalishaji, kutembea paka yamfikie ni swala la kiufundi. Hapo katikati tayari ni kiufundi, chochote kinaweza kikatokea. Kwa huwa tunatoa elimu. Hakuna haja ya kuacha bomba lako wazi wakati huduma ya maji hauhitaji huduma ya maji. Kama maji yapo, unafungua, unachota, unafunga bomba lako. Na ndio maana bomba lenyewe linakuelekeza kufunga na kufanyaje? Na kufungua, kuepuka hizo changamoto za kiufundi. Yani kuna issue moja ambayo sijajua kama ni sawa. Hivi wakati wale wanakuja kusoma mita, ni wanatakiwa kunigongea mimi geti wanipe taarifa nasoma mita, au wanasoma mita waondoke hata kama sipo? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Naomba nifafanue kidogo ili wananchi pia wananisikia wapate elimu. Mamlaka ya maji Arusha ina wateja zaidi ya 149. Tunaelekea 149. Lakini tuna watumishi ambao 400 na kitu kutoka kwenye sehemu mbalimbali, yani vitengo, idara tofauti tofauti. Lakini tuna wasomaji ambao tunawaita sales assistants wa kwetu. Wao ndio wamejikita katika kusoma na kuhakikisha kwamba wateja wetu wanalipa zile ankara za maji kwa wakati. Wamekiwa malengo. Na unakuta mtu mmoja anasoma kaya zaidi ya 500. Akifika kwa kila mteja akagonga, sisi sote tunajua, yani hapa tunaongea tunajua. Mimi naweza nikafungua geti kwa wakati, mwingine asifungue kwa wakati, mwingine anaweza akapigiwa simu akatoa ushirikiano kwa wakati, mwingine asitoe ushirikiano kwa wakati. Akimsubiri kila mteja, sasa tuliweke katika, tunasema kulitathmini kwa hali ya juu, hatofikia malengo. Hataweza kufanya usomaji kwa wakati, na hatutaweza kupata zile bili zetu na kuzilipa kwa wakati, na tusipolipa kwa wakati mamlaka hataweza kutoa huduma pia kwa wakati. Sasa lazima mamlaka ikae chini kuangalia kwamba inaboreshaje katika eneo hilo. Tumeboresha kuhakikisha kwamba kila baada ya usomaji mteja anapata message inayomuelezea kwamba amefanywa usomaji wake wa unit kadhaa. Kwa anapaswa kwenda kwenye mitaki kuprove. Na kama kuna changamoto, anapewa namba ya yule aliyemsomea au namba ya huduma kwa mteja. Sasa message zinakuja za mamlaka ya maji Arusha hapa kwenye simu zetu. Wewe hata kabla kufika kwenye mita yako, ukisoma ile message iliyoingia mamlaka ya maji Arusha ambayo inakuambia wewe umesomewa kiasi unit kadhaa,
Ukiangalia message ya juu itakuonyesha mwezi uliopita ulilipia unit ngapi. Ukiendelea zaidi itakuonyesha mwezi ule mwingine ulikuwa na unit ngapi. Kwa ina maana kama kuna changamoto, yani kabla hata kufika kwenye dira yako, unaipata pale pale kwenye message yako. Lakini wananchi ikitokea ameambiwa labda umetumia unit 3 mwezi uliopita ulitumia unit 7, yeye kwa hiyo message ni nzuri na mamlaka ya maji haijamuibia. Lakini ikitokea alitumia unit 5 alafu mwezi ule amesomewa unit 10 au 15, hapo kuna waizi. Kwa tushirikiane wote kwa pamoja. Kwa upande wa mamlaka kuna changamoto, lakini pia wateja wakitoa ushirikiano, kabla hatujabiri tunaweza tukatatua ile changamoto kwa pamoja. Taarifa zinafikishwa wapi na muda gani pale ambapo jamii inakuta uharibifu wa miundombinu ya maji? Asante ndugu mtangazaji, tuna ofisi za kanda, tuna namba za huduma kwa mteja. Kama mtu yeyote anaona kuna uharibifu, na tuwapongeze wateja wetu, mamlaka ya maji Arusha tunahudumia wateja wetu kutokana na kanda zao, na hizo kanda tumeanzisha magrupu ya WhatsApp. Kwa hiyo wale wanaohudumiwa na kanda ya Moshono wana group lao na link yao. Wanaohudumiwa ukanda wa Lemara ambao ni ofisi ya kanda Lemara wana group lao na link yao. Mimi sipo. Leo utakuepo. Leo utakuepo, karibu sana. Kwa yale magrupu kule tunapokea changamoto wanazokutana nazo wateja. Kuna viongozi wa mamlaka ya maji Arusha, kuna watumishi wa mamlaka ya maji Arusha, wanapokea na kuweza kuzitatua hizo changamoto. Nimefurahi sana kusikia kwamba kuna magrupu ya WhatsApp. Moja kati ya taasisi ambayo niliwahi kuipongeza kwa hilo ni TANESCO. TANESCO sasa hivi watu wako kwenye WhatsApp, taarifa ikitokea tu mtu na wanajibu kwa wakati. Kwa hiyo nimesikia na nyie mnayo hiyo, nimeipenda sana. Tunalo muda mrefu sana ndugu mtangazaji, itakuwa tu alikukufikia mapema, lakini magrupu yako muda mrefu sana, kila mtu na kanda yake, paka Longido, Ngaramtoni, wote wana grupu lao. Maana mimi navutaga simu direct kwa meneja. Na hapo kwenye swala la magrupu kweli niwapongeze. Mimi nilikuwa sijaingia kwenye grupu, lakini kuna grupu moja nimeingia. Sasa hivi natoa taarifa saa 2 saa 3 narudishiwa maji. Hongereni sana. Asante, tunashukuru. Kumekuwa na taarifa za baadhi ya watu kujiunganishia maji kinyume cha sheria. Hii ina athari gani kwa wananchi wengine na kwa AUSA? Asante ndugu mtangazaji. Miongoni mwa changamoto ambao mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha inakutana nalo ni upotevu wa maji. Na upotevu wa maji tunapoteza maji kwa njia tofauti. Inaweza ikawa ni kibiashara au inaweza ikawa ni kiufundi. Lakini wizi wa maji umejikita kwetu sisi kupoteza maji kwa njia ya kibiashara. Yaani watu wanajiunganishia maji kwa njia ambayo sio sahihi. Yaani huku sasa unakuta mteja ana mita yake. Ndio maana wateja wanakuambia mita zetu zilikuwa ndani ya nyumba, kwa nini mmezitoa nje? Mita iko kule ndani ya nyumba. Ina maana nyuma ya mita inaanzia ndani ya geti lake. Kwa hiyo anaweza akatoa ile dira ambayo ndio inasoma maji akajiunganishia pale. Au watu wanachukua miundombinu ile uko pia huko nje. Anapenyeza, anaingiza, anaweka kwenye tenki lake chini. Au mtu amesitishiwa huduma ya maji, tunasubiri aje kulipia, yeye anatoa kile kifaa pale. Anakitoa, anaweka mpira wake, anachota maji yake usiku. Asubuhi nyie mkipita mnasema huyu hajapata hela kuja kulipia. Kumbe yeye usiku huduma inafanyaje? Inaendelea. Tunapoteza maji mengi sana. Na inapelekea sisi kutokufikia malengo yetu. Kwa sababu ili uweze kuendesha huduma lazima uwe na maji ya kutosha. Sasa kama tunazalisha maji ya kutosha, alafu kuna watu wanachukua maji kwa njia ambayo sio sahihi, ina maana kuna maji ambayo hatuyauzi yanapotea, ambayo yangetakiwa kuwaendea watu wengine. Kwa hiyo inarudisha nyuma mamlaka ya maji Arusha. Lakini tulianza operation na tunaendelea operation. Operation hiyo ya kupita nyumba kwa nyumba. Tunatoa miundombinu ya zamani, tunaweka mipya. Tukitoa tunakutana na hayo mabomba ambayo ni mabomba ya zamani, tunaya disconnect, yani tunayatoa kwenye huduma, tunabakia na bomba moja. Lakini tunatoa dau. Huwa tunatoa pesa kwa yule mtu ambaye ametuletea taarifa, iwe ni jirani yako, iwe sijui ni umemwona ni mtu tu anatumia maji kwa njia ambazo sio sahihi. Ukitukonyeza tu, iwe ikiwa ni loji unapata hela nyingi, mpungo unakuwa mkubwa. Lakini ila iwe kweli. Ni kweli.
Watu tumeshatoa Na nilivyokuwa Mbeya. Yani nasema yani huyo anayetoa taarifa awe anatoa taarifa ya ukweli. Lazima ithibitishwe. Si watakuja kuprove. Wanakuta ni kweli hali iko hivyo. Yani wewe unatuambia tu, si atukutaji wewe. Yani unaweza ukatobea kwa mfano Flora kwamba kuna mwizi hapa. Sisi hatukurupuki. Tunaenda na watu wa technical na watu wa commercial, biashara, na watu wa ufundi wanaojua kwamba maji yanaibiwaje kiufundi na maji yanaibiwaje kibiashara. Wataalamu wanaenda. Wakijiridhisha pia hawapigi kelele. Wanamuita mwenyekiti wa eneo husika kwamba sisi mamlaka ya maji tumepata taarifa na tumefika hapa, tumejiridhisha, na wewe ndo shahidi wa kwanza. Unajua mwenyekiti ndo shahidi wa kwanza. Naye akishahidi pale, akishaona ndo sasa muhusika anawekwa hapo. Kwa hiyo hizo gharama zote atakazopewa ule mteja kupitia ile gharama kuna kapasenti ambako wewe unafanyaje? Unakapewa. Sasa faini ya kuanzia 500,000, 1,500,000 mpaka 50 inategemea na eneo. Hebu tufanye tu mfano, labda wewe umetuletea labda kiwanda likubwa linaiba maji. Si atapigiwa faini kutokana na matumizi yake? Tunaangalia matumizi yake. Sasa mtu kama analipa bili ya 5,000,000, 6, 7, 8, 10, ina maana ili umpige faini ujue kwamba ameiba maji kiasi gani. Tunafanya uwiano. Sasa angalia hilo donge nono utakalopata ukituletea taarifa kama hiyo. Nimeshapata kazi. Yani ole wenu nyoa viwanda. Ole wenu. Nimeshapata kazi. Maji ya chai wanahudumiwa na ofisi ipi? Tunahudumia, tunafika Usariva, hatujafika maeneo ya kule maji ya chai. Tunahudumia watu wa Usariva, lile eneo la Usariva pale mjini. Lakini kuna maeneo kama hayo maji ya chai, unajua hatuko tu mamlaka ya maji Arusha. Tuna mamlaka ya maji vijijini, watu wa Ruasa. Okay. Wale wanafika paka kule maji ya chai. Kwa hiyo wana ofisi zao. Wana ofisi zao. Okay. Brother wa Ruasa umesikia eh? Ruasa huyu. Imekaa vizuri sana. Okay, AUSA imeweka njia zipi za wananchi kutoa taarifa kuhusu hitilafu na huduma za maji? Ni simu tu peke yake au kuna namna nyingine? Hapana, tuko na namba yetu ya huduma kwa mteja ambao kama utaniruhusu nisome. Karibu. Ni namba yetu ya huduma kwa mteja, hii inapatikana masaa 24 ambao ni 0800 11 0069. Tarudia tafadhali. 0800 11 0069. Hiyo ni namba yetu ya huduma kwa mteja ambao sisi tunawahudumia wananchi wetu. Lakini kama nilivyoeleza hapo awali kwamba mamlaka ya maji ya Arusha tumegawanyika kikanda. Tuna ofisi za kanda, na kupitia ofisi zetu za kanda tunawahudumia wateja wetu kupitia magrupu ya WhatsApp. Ambao yale magrupu ya WhatsApp kuna viongozi wa serikali wakubwa, viongozi wa chama, watendaji wa mitaa, wakata, ambao sasa wao ni wawakilishi paka wa ule mwananchi wa chini. Kwa mfano mtu anayepatikana Losio au ukienda kule Nado kusini chini kabisa, labda hana simu ya WhatsApp, akikutana na changamoto yake inaweza kaje kuifikia mamlaka ya maji ya Arusha. Tuna wenye viti wako kwenye magrupu, tuna watendaji wa mitaa, tuna watendaji wa kata. Kwa hiyo safari ile changamoto hiyo inaweza ikasafiri kutoka kwa mwananchi wa chini ambaye hata hana ile simu mpaka kutufikia mamlaka ya maji ya Arusha. Lakini tuna namba ya ujumbe mfupi ambao pia ndo namba yetu ya WhatsApp, ina 0734 200 288 0734 200 288. Lakini pia tuna www.ausa.go.tz, wale wa website. Ukiingia kule kama unataka kujifunza zaidi kuhusu AUSA unaweza kupata taarifa zetu. Lakini tuna Instagram. Wote ukikuwa na changamoto yoyote kupitia hizo social media zote unaweza ukawasilisha changamoto yako na mamlaka ya maji ya Arusha tukaweza kuifikia. Na mnajibu kwa wakati? Tunajibu kwa wakati. Okay. Ana umesema kwamba mbele ya mita ni jukumu la mteja au jukumu la mwananchi. Nyuma ya mita nyinyi ndio mpo. Mbele ya mita na nafasi ya kuweza kumuunganishia mtu yote maji au kuna utaratibu maalum? Hapana. Mteja yoyote wa maunganisho mapya ya maji, kama una changamoto ya unahitaji huduma ya maji, unafika ofisi za mamlaka ya maji ya Arusha. Au unaingia, tuna maji online portal. Unaomba huduma ya maji ukiwa online, hata ukiwa hapa. Unasema kwamba unaingia pale, unaandika maji app, itakuletea pale
ombi la maji online, utaomba, utajaza taarifa zako. Ziko maeneo, kuna maombi ya maunganisho ya maji, kuna kufuatilia bili yako. Wewe utaingia pale kwenye maunganisho ya maji, kijumlisha kile. Ukiingia tu pale ukikliki, itakwambia ujaze taarifa zako. Uwe na namba ya NIDA, ujue unatokea mtaa gani, kata gani, namba yako ya nyumba. Bahati nzuri siku hizi nyumba zetu zimepewa namba. Sure. Ukishajaza hizo taarifa zako pale, tayari moja kwa moja maombi yako yanakuwa yamefika. Yakifika ofisini, anakuja Savia kuangalia sasa makadirio, watu wa upimaji. Wataangalia pale upimaji, watakupa maelekezo namna ya kufanya kama upo karibu na miundombinu ya maji. Lakini hakuna mtu yote anayeruhusiwa kumuunganishia mwenzake maji. Kama una nyumba yako unataka kila mtu awe na mita yake, tunafanya kitu kinaitwa separate meter. Yote unawasiliana na ofisi. Kwa hiyo sio jukumu langu kuweza kugawa maji. Anyway, sasa hivi teknolojia imekuja. Kuna mfumo mpya labda wa uunganishaji wa maji sasa hivi tofauti na zamani? Sasa hivi, zamani tulikuwa tunafanya makaratasi sana. Mteja sio anajaza fomu, utaikuta kwa mwenyekiti, utakuta kwa mtendaji. Sasa hivi kila kitu unakifanya online. Ukiingia kwenye maji poto, unaingia pale maombi ya maji, unajaza taarifa zako, zinatufikia mamlaka ya maji ya Arusha, utapigiwa simu sababu pale utaweka namba yako ya simu, kila kitu unakifanya online. Mpango wa lipia ulichotumia umefikia wapi? Asante kwa swali zuri. Bado upo kwenye mchakato. Unajua huduma ya maji iko tofauti kidogo. Ili uweze tupate hizo mita za prepaid. Kwamba wewe kama huna hela huna maji, ukiwa na hela ndo unapata maji. Hata sisi mamlaka ya maji ya Arusha tunaitamani. Sababu miongoni mwa changamoto tulizokuwa nazo pia ni watu kutokulipa ankara za maji kwa wakati. Sure. Lakini tukipata hizo dira, wateja una hela una maji. Kwa hiyo lazima tu mteja atafanyaje? Atanunua maji. Kwa hiyo upo kwenye mchakato, upo katika ngazi ya juu ya kiserikali, Wizara ya Maji. Tunataka tuje na kitu kimoja kama wizara. Yaani ambacho kwamba mamlaka ya maji ya Arusha, hii dira imepitia katika michakato yote mizuri, itakuwa na matumizi mazuri kwa upande wa mteja na kwa upande wa serikali, yaani mamlaka ya maji ya Arusha. Kwa hiyo ipo katika level ya juu kabisa na iko katika hatua za kukamilika, na kuna baadhi ya maeneo tumeanza kutumia zile ambazo tumezipata kama pilot. Nane pia nadhani ipo Tumeanza kama pilot. Tumefanya kama pilot kwenye nyumba za, ukiangalia hapo fire za mapolisi, tunatumia hizo. Tumeweka kwenye taasisi za kiserikali. Kwa nini mmeanza na polisi? Sio wao tu peke yao. Kwa sababu ukijaribu kusikiliza kwa mfano kwa CAG kwenye taarifa mbalimbali, mmoja kati ya watu ambao walikuwa wakilaumiwa katika matumizi mabaya hasa ya umeme, maji ni pamoja na polisi. Hapana, tunaposema pilot, tulikuwa tunaangalia sehemu ambayo labda tutakuta idadi ya nyumba ziko nyingi. Na ukiangalia kwa mfano pale fire kwenye zile nyumba ziko nyingi. Kwa hiyo kuwafungia wale pale ni kama pilot, itakupa majibu kwa haraka kwa pamoja. Kwa hiyo sio wao tu wamepewa hizo mita za prepaid. Hata ukiangalia ofisi za kata, kwa mfano Unga Limited, ofisi nyingi za kata, taasisi nyingi za serikali tumefunga hizo prepaid. Ni kwamba zipo katika pilot. Kwa hiyo unapofanya kitu kama pilot, lazima uende kuweka sehemu ambayo unataka upate majibu mazuri ili uweze kuileta katika jamii. Lakini pia kuna baadhi ya vituo tumefunga. Kwa hiyo ziko mita dira za aina tofauti tofauti kutoka makampuni tofauti tofauti ambazo ziko katika majaribio. Yaani zipo katika kuangalia pilot tunaita. Ili kujua kwamba kabla hujaileta kwa wananchi wengi, umeshafanya study ya kutosha na kujiridhisha ili wananchi waweze kuzitumia. Na moja kati ya eneo ambalo hasa katika upande wa miundombinu ambao watu wengi wanakuwa wanatupia jicho ni pamoja na wauzaji wa vyuma chakavu. Kuna doria yote ambao umepanga kuifanya katika wauzaji wa vyuma chakavu? Asante ndugu mtangazaji. Kwenye changamoto ambao mamlaka tunaokutana nao sasa hivi, ukituuliza, tuna mikakati. Hatutaki kusema kwamba atakuwa ni fulani
mpaka mikakati yetu ambayo tumeipanga ikamilike. Ni changamoto kubwa ambayo inaathiri kwa asilimia kubwa mamlaka ya maji na watumiaji wakubwa, yani wananchi wanaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tunasema kuhitimisha, kuconclude kusema kwamba itakuwa ni vyuma chakavu, bado paka ile mikakati yetu na study ambazo tumeziweka tuweze kukamilisha. Sasa hivi ni mtu tu ukiona kwamba kwa mfano upande wa Kiseri, yani kule Mlangarini, tuliibiwa fence. Yani ile fence ile ilikuwa ni fence tumeweka ya wavu. Ule wavu ukaondoka. Alafu kuna mfuniko wa chuma ukaondoka. Kwa hiyo ukichukua ile fence iliyochukuliwa, ukachukua na ule mfuniko wa chuma, ukachukua na hizi stand pipe tunasema hivi vyuma, unaweza ukasema kwamba au hivi vitu vinaenda kwenye chuma chakavu. Lakini huwezi kuhitimisha mpaka uwe na nini? Na ushahidi wa kutosha. Tunachofanya apply tunasema administrative law, kuielimisha jamii kabla ya kuchukua hatua za kisheria. Kama ndugu zetu wa chuma chakavu tunaweka matangazo kule kwenye ofisi zao, msipokee chuma chochote chenye alama ya mamlaka ya maji Arusha. Kwa sababu kama ni mabomba sisi huwa tunaweka alama. Kuna sehemu tu inawekwa itaandikwa yenyewe huko tokea kiwandani inapotoka. Kwa hiyo huwa tuna apply administrative law mapema kabla ya kufika katika kuchukua zile hatua za kisheria. Kwa hiyo tuna mikakati ambayo tuko nayo, kwanza ni kutoa elimu mashuleni, kupanda mbegu ya kutunza miundombinu ya maji, yani kutunza vyanzo vya maji mashuleni, ikae kwenye akili ya mtoto mdogo ili anapokuwa mkubwa awe anajua uthamani wa kile kitu. Kwa hiyo sisi mamlaka tumeanza hiyo kampeni ya kupita mashuleni kutoa elimu ya kutunza maji yanayopotea, uharibifu wa miundombinu ya maji kwa watoto kwa ajili ya kizazi kinachokuja, yani kutatua changamoto hii for the coming generation. Alafu kingine ambacho kipo kwenye mikakati ni kuangalia sasa stakeholder wetu, wadau wetu wakubwa, yani sasa ni kina nani inapokuja kwamba sasa tukae na watu wa vyuma chakavu, tutapata mawili matatu. Kuna mambo mawili, utakuwa umefikisha ujumbe, lakini kuna kitu utakuwa umejifunza kutoka kwao. Kwa hiyo kuna huo mkakati wa kuwaita wadau wetu ambao ni wa vyuma chakavu, tukae wote kwa pamoja. Sasa sisi na wao tuchakate changamoto hii kwa pamoja na tupatie majibu. Sasa baada ya pale sasa ndo tunaenda sasa, kuna huo mkakati sasa ambao ndo wa kisheria, wa kiuchunguzi, wa kushirikiana wote kwa pamoja na watu wa ulinzi na usalama, ili wapatikane wawili watatu, ili kujua namna tunaweza tukatokomeza changamoto hii. Lakini kabla ya yote bado tunaendelea. Kikamatwa na wizi wa maji, wako watu wanakamatwa, unafikishwa kwenye vyombo vya sheria, ushahidi upo, unapigwa faini. Faini inaanzia kuanzia 500,000 mpaka 150,000. Kukaa jela miezi 6 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo kabla tujafika huko ndo tunatumia redio kama tuko hapa kuhakikisha kwamba tunatoa elimu, tunakuwa karibu na jamii, tunakemea vitendo viovu vya uharibifu wa miundombinu ya maji kabla hatujafanyaje, hatujaharibu mahusiano yetu. Kwa sababu leo mtu akipelekwa polisi mahakamani, tunaharibu uhusiano na yule mtu. Anawe ni mwalimu mmoja mzuri sana yani. Asante. Na bahati mbaya nzuri, kila swali ninaloulizwa unanijibia maswali yangu 6. Nilikuwa nikiwaza lakini nimeona umenijibu kwa kiasi fulani, hasa kwenye upande wa kutoa elimu. Mna mpango gani? Nilikuwa nikuangalia wakati tunazungumza, nikaona kabisa uko mbele ya mkutano wa kijiji ukiwa unatoa elimu kuhusiana na matumizi na miundombinu ya maji. Lakini pia umegusia kuhusiana na kupita mashuleni. Vipi, mna mpango wa kuanzisha clubs za maji katika kila shule? Kwa sababu tunaamini ya kwamba kama huyu mtoto atajifunza kuanzia akiwa shuleni, huku tutaishi vizuri. Asante. Katika activity, yani katika, unajua ukisema kwamba tunaanzisha kampeni ya kupita mashuleni kutoa elimu, lazima kuna vile visub activities, kuna vile vitu ambavyo pia mtavifanya. Miongoni mnikuwa karibu na wanafunzi kutoa elimu, lakini wanaweza wakawa na club ya mazingira. Ukachukua watu wachache wakawa ni kamati ya maji. Ni kama ambavyo tunapita kwenye mikutano na vikao vya WDC, kamati za maendeleo za kata, ambazo zinakuwa na mwenyekiti anakuwa ni mheshimiwa diwani, alafu katibu anakuwa ni mtendaji wa kata. Huwa tunaanzisha kamati za maji. Yani kwamba wao wanachagua, wanakubaliana nani ambaye ni upande wa wananchi au mwakilishi wao
katika kuongelea mambo ya maji. Wakichagua watu wawili, ina maana upande wa wanaume inakuwa ni me, upande wa wanawake inakuwa ni ke. Wale wanaingia kwenye vikao vyote vinavyoombwa na mamlaka ya maji katika ngazi ya kata, kushiriki, kufikisha changamoto na kupokea taarifa ili kuweza kuwafikia wananchi. Kwa hiyo hicho nacho kitafanyika mashuleni. Tutawatumia watoto kama mabalozi kwa wenzao ili kueneza hii taarifa ya utunzaji wa miundombinu, vyanzo vya maji kwa ajili ya maisha ya Watanzania mazuri yanayokuja. Neno lako la mwisho, kuna message labda, ujumbe wote, swali? Na okay. Swali amejibu yote. Nilikuwa nafuatilia hapa kila swali lililoulizwa limejibiwa. Okay. Neno lako la mwisho kwa Watanzania. Watanzania, serikali imejipanga kuhakikisha kwamba inatoa huduma maji safi na salama kupitia Wizara ya Maji. Inawezekana mamlaka haiwafikii kwa kile kiwango ambacho wananchi wanakitamani, lakini mamlaka inaendelea kuwa na mikakati na mipango na miradi endelevu ya kuhakikisha kwamba huduma ya maji safi na salama inapatikana kwa wakati. Lakini pia tunawashukuru wateja wetu kwa ushirikiano mkubwa ambao wanaendelea kutupatia. Tunawashukuru vyombo vya habari, nisiache kuwashukuru kabisa. Leo tumetumia chombo hichi cha habari kutoa elimu na kufikisha ujumbe kwa jamii. Sisi tuseme asanteni sana, muendelee kutufuatilia. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Sina mpango wa kumharibia mtu kazi, lakini ukweli ile bonus naiwaza hapa. Ukweli na usemwe kwamba unastahili kuwa msemaji wa mamlaka. Shukrani. Unastahili kuwa msemaji wa wizara, yani kiukweli. Yani unajua mtu anayejua anajua tu, lazima tuseme. Sina mpango wa kumharibia mtu au kumuondoa mtu kwenye kazi yake, lakini unastahili kabisa. Asante, nashukuru sana. Nadhani tendea haki kitengo chake kabisa. Hii lazima nimfikishie rafiki yangu Jumaa Weso. Ajua ana mtu huku. Karibu sana. Asante sana, namshukuru Mungu. Asante sana, shukrani. Braba, sawa. Sio tuna la ziada. Una la ziada wewe? Mimi nawapenda, ila nyie waizi wa maji jiandaeni, nakuja. Hivi na kumbe upo? Nakuja. Naenda kuanza kazi leo. Ebra, sawa basi, kwa niaba ya Linus Dennis alikuwa nyuma kamera, Flora Msangi, mimi naitwa Nkosonyo, naitwa Mario, wimbo naitwa For You. Bye bye. Kesho pia ni siku. Tutakuwa